kwamba rais wa muungano anashauriana na makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu, lakini rais wa Zanzibar ambaye ndio atakuwa makamu wa pili, yeye hahusishwi katika wala hashauriwi katika wanaoteuliwa. Lakini jengine ni kwamba hakuna ibara inayoweka utaratibu wa namna ya kuihusisha, kuishauri au kuishirikisha Zanzibar katika kufanya maamuzi yoyote yanayohusu masuala ya muungano. Jengine, hakuna mfumo maalum wa kuunda wizara za muungano, zinaweza zikachanganywa kama utaratibu uliopo sasa hivi. Lakini jengine ni kwamba hakuna bajeti wala mapato yaliyoainishwa kwa mambo yasiyo ya muungano, wala hakuna mfumo wa matumizi unaopasa kutenganishwa baina ya mapato na matumizi ya muungano na mambo yasiyo ya muungano. Kwa ufupi, kuna msemo ule wanasema business as usual. Utaratibu wa sasa hivi ndio ulivyo, kwamba yale yanapotokea kuna mapato ya muungano, hakuna utaratibu wa kuyatenganisha kwamba jamani, haya ni mapato ya muungano yatumike kwa shughuli za muungano, na haya kuna ni mapato yasiyo ya muungano. Kwa hivyo sasa hivi yanachanganywa, na katiba inayopendekeza anasema tunaendelea jamani, business as usual. Hakuna na haya ndio mambo ambayo yalikuwa yanapigiwa kelele kila siku pale barazani. Kuna watu mpaka waliomba wapewe waziri ili wakayasimamie haya, wamepewa ubunge kwenda kuyasimamia haya, wakasema haya ni sawa kabisa. Hakuna mfumo wa kikatiba unaoipa haki Zanzibar kupinga maamuzi ya kisera yatayofanywa na serikali ya muungano ambayo ni kinyume na maslahi ya Zanzibar. Mwaka 2001 wakati Rais Karume alipoingia tu madarakani, jambo la mwanzo aliunda kamati ya wataalamu, na mimi nikawa mwenyekiti, na wengine baadhi ya wajumbe wengi wamekuwemo kwenye bunge, na ili bunge la bunge maalum ambayo aliipa kazi ya kureview mfumo huu wa muungano wa serikali mbili, na miongoni matatizo yaliyoainishwa ni haya, na ikaja na mapendekezo namna gani ya kurekebisha. Kwa hivyo hata yale pia tunaonesha sahau. Hakuna mfumo wa kikatiba unaoibana serikali ya muungano kufanya maamuzi yoyote yale kwa faida ya upande mmoja, hata bila kuishirikisha Zanzibar na bila ridhaa Zanzibar. Yaani kwa ufupi ni kwamba serikali ya muungano inaweza ikafanya maamuzi kwa maslahi ya Tanganyika, hata kama maamuzi yale ni dhidi ya maslahi ya Zanzibar. Hakuna kinachoizuia kufanya hivyo, hakuna kinachoipa haki Zanzibar ya kupinga jambo hilo. Huo ndio utaratibu uliopo sasa, na ndio katika kero zilizopo sasa za muungano, lakini zimebaki hivyo hivyo katika rasimu au katika katiba inayopendekezwa. Sasa matokeo ya jumla ya mapungufu hayo ni kwa serikali ya muungano iliyoundwa bila kushirikisha Zanzibar ina uwezo wa kufanya maamuzi ya kisera na kiutawala bila ridhaa ya Zanzibar. Serikali ya muungano inaweza kutumia rasilimali za muungano kwa faida upande mmoja bila ridhaa wala kushirikisha Zanzibar. Kwa ufupi, serikali ya muungano ina mamlaka ya kufanya lolote inalolipenda. Chini ya mfumo wa serikali mbili uliojengwa na katiba hiyo inayopendekezwa, mimi nasema tukubali kwamba Zanzibar hatuko kwenye muungano. Na kuna wakati baada ya kutoka kwenye kamati ya uandishi niliwahi kuitwa, na mimi mmoja nikawaambia waloniita, anaambia kwa nini umejitoa? Ngambia mimi sikuingia mle kama mwanasheria mkuu, nimeteuliwa mle kama Uthman Masudi, wala sijawahi kuwa na maelekezo kutoka serikali yangu kwamba mle nikasimamie jambo gani. Kwa hivyo ni mle kama Uthman Masudi, lakini kama mliona mimi na uwezo mkubwa sana wa kusimamia maslahi ya Zanzibar, basi mngeniweka wakati mlipokuwa mnapika hizo nyaraka zenu. Kama mnaona mimi mpishi mzuri, mngeniweka wakati wa kupika, sio wakati wa kupakua.
Maana yake sasa hivi kamati ya uandishi kazi yake ni kupakua tu, kisha pikwa kila kitu. Nitaka mje mlaumu kwa upishi wakati nimeshiriki kwenye kupakua tu. Mmoja akaniambia kwamba lakini wewe ulishaweka msimamo wako kwamba wewe unataka serikali tatu. Nikaambia na mwanasheria yoyote katika jambo kubwa kama hili aliyokuwa hana msimamo wake, huyo anawadanganya. Huyo muongo. Lazima katika jambo kama hili awe na msimamo wake, mkikubaliana naye, msikubaliane naye, then mtakuja katika hilo. Na nikamwambia simple, mimi sikubaliani na mfumo wa serikali mbili kwa sababu kwangu mimi pengine si mfano mzuri wa kutumia. Na nikamwambia naona kama ni sawa sana ndoa ya jinsia moja. Mfumo wa serikali mbili ninavyoona mimi ni kama ndoa ya jinsia moja. Dada yangu yule mmoja akasema akapiga kelele kwamba kumbe nilitaka niwaambia mimi siko katika falsafa ya laana ya ndoa ya jinsia moja, lakini katika falsafa yake katika uhusiano. Kwamba katika ndoa ya jinsia moja ikiwa ni wanaume, yule anayefanywa yeye ni mwanamke, sio kwamba eti ni mwanamke kweli. Alichojizuia ni kutokumanifest, kutokuonesha tu ule wanaume wake ili hayo mambo yaweze kwenda. Lakini sio kwamba genetically, sio kwamba trait zake, pedigree yake kwamba huyu si mwanamume. Sasa hamwezi mkawa na salama ikiwa huyo mmoja aliyojifanywa yeye ndo mwanamume ataka kujifanya mwanamume kweli na huyu ni mwanamke kweli kweli. Yule bwana kuna siku atasema ya nini balaa na mimi mwanamume kama wewe. Na ndio aliyotokea kwenye marekebisho ya 10. Zanzibar ifika pale akasema nyinyi mnatufanya sisi si nchi na si nchi kama nyinyi. Naambia hadi matokeo ya ndoa ya jinsia moja. Na haumwezi kuwa na salama katika, kwa sababu inapokuwa mfumo muungano wenyewe ni wa nchi ambazo ziliwahi kuwa dola. Dola ndio wanaume wenyewe, ule udola. Unapoamua kuuchukua kwamba mwingine uongoze, huyu anauchukua lazima ajue kwamba huyu mwenyewe ni huyu. Na kama ungekuwa muungano wa serikali mbili ni salama na hauna shida, basi ungekuwa ule wa Uingereza na Scotland. Maana wale waliungana, ingawa sisi tunasema 1707, lakini ukweli walianza na Union of Crowns mwaka 1603 wakati alipotoka James Stewart aliokuwa mfalme wa Scotland, akaja akawa pia mfalme wa Uingereza mwaka 1603 baada ya kufa Margaret Tudor, baada ya kufa Malkia Elizabeth, ndio yeye akaja akawa. Kwa hivyo kuanzia pale waliishi chini ya ufalme mmoja, lakini hata huu muungano unakwenda mbali zaidi. Mwaka 1502 hawa watu waliingia mkataba wanaita Treaty for Perpetual Peace, mkataba wa amani ya kudumu, na ndio mfalme wa Uingereza akamchukua mtoto wake Margaret Tudor akamuozesha mfalme wa Scotland. Ni sawa sawa, mfano mlikuwa na magomvi ya wakati ule, na mfano kwamba ni sasa na wakati ule labda ingetokea mapatano, Dr. Salmini akachukua mtoto wake akamuozesha Maalim Seif. Ndio na wao ndio walifanya ili kuondoa haya. Basi mfalme wa Uingereza akamchukua mtoto wake Margaret Tudor akamuozesha mfalme wa Scotland. Na hili ndio lililopelekea alipofariki Elizabeth, kwa sababu hakuolewa, hakupata mtoto, akatafutwa jamani nani arithi kiti hichi, akaambiwa ni kitukuu cha Elizabeth Tudor ambaye ni James Stewart. Kwa wakati huo tayari alishakuwa mfalme wa Scotland. Sasa hawa wana udugu, wana muungano wa kidamu, lakini mpaka juzi wanapiga kura tuendelee tusiendelee, kwa sababu pamoja na kwamba aliungana hivyo, lakini nchi ile walipokuwa mfalme mmoja ziliendelea kuwa nchi mbili tofauti kwa miaka 104 mpaka 1707 walipoungana rasmi kwa mkataba maalum, Articles of the Union, ambao ulipigiwa kura kwenye bunge la Uingereza
ukapigiwa kura kwenye bunge la Scotland. Lakini pamoja na uwazi huo bado wanaendelea na. Kwa hivyo kwa mfumo huu tuliokuwa nao wa serikali mbili, tusijidanganye kwamba tuna muungano. This is protectorate. Ni kuifanya Zanzibar ni protectorate ya Tanganyika, ndio ukweli, na lazima tuwe wa kweli, tuseme kweli kama viongozi tuliokuwa dhamana ya kulinda maslahi ya nchi hii. Na sisi tuna mfano, ndio tunasema mfano mzuri ni wakati Zanzibar ilipokuwa protectorate. Maskini sultani kaingia kwa kuamini kwamba bwana hawa watatulinda kweli, lakini wao walikuwa na kwao. Ukiangalia mawasiliano ya kiserikali baina ya Ian Smith na Lord Salisbury, alikuwa anaambia bwana sasa tushamweka sawa. Na lakini mimi nishamwambia hata akitaka tushamgarantii yataendelea kuwa mfalme, anasema yeye hana tatizo. Maadamu ataendelea kuwa mfalme na watakaomrithi wataendelea kuwa ufalme, basi hana tatizo. Lakini nimemwambia katika kuteua wafalme watakaokuja lazima apate ridhaa yetu, na yeye akasema hana tatizo hilo. Si ridhaa yenu tu Uingereza iko tayari yeye. Hadi mawasiliano ya siri baina ya Ian Smith na Lord Salisbury na yapo katika kumbukumbu. Anataka tumpe asome. Lakini baada ya kuingia akafanywaje? Akafanywa mpaka mwenyewe sasa akaanza kulalamika. Akaanza kulalamika, na wakati alipokuja bwana governor wa Ujerumani mwaka 1895 kuja kumtembelea hapa Zanzibar, von Wisman, akamwalika katika karamu. Waingereza wakaigomea, lakini akamueleza masikitiko yake Waingereza wanavyomfanyia chini ya protectorate. Sasa haya na matokeo yake alipotaka kuja kudai uhuru, hakuambiwa tu sisi tuna mkataba au mkataba basi, ibidi akadai kama walivyodai makoloni mengine. Lakini jambo jingine ambalo mimi napenda niwakumbushe wenzangu ni kwamba kwa mfumo kama huu wa serikali mbili au kuendesha mambo ukayachanganya, ndio ilioifanya leo Mombasa ambayo ilikuwa ni sehemu ya Zanzibar tokea mwaka 1886 wakaikodisha, sultani akaikodisha kwa Waingereza mwaka 1895. Wakakaa nao Waingereza, walichoweka ni bendera tu, lakini mambo mengine yote wakayafanya kama ni sehemu ya Kenya. Mpaka mwaka 1920 wakatoa Coastal Kenya Annexation Order ya mwaka 1920 kwamba ile nayo itajaliwa ni sehemu ya. Kwa hivyo wakaiendesha kukaa hakuna tofauti. Sasa cha ajabu ni kwamba yalipokuja sasa wakamteua mtu kana Robertson mwaka 60 ili sasa afanye uchunguzi. Namshukuru sana Mheshimiwa Jussa kwa kunipatia ile ripoti ya Robertson. Ni ripoti niliyosoma zaidi ya mara 3. Hoja za Robertson anasema hii sehemu hii sirudi tena Zanzibar kwa sababu imekuwa kwanza imekuwa haionekani kama ni ya Zanzibar. Si nyie ndio mloifanya hivyo? Nyie mmeikodi. Muiendeshe kama ni mali ya Zanzibar. Mnalipa kodi. Sasa mmegeuza hivyo, sasa leo mnakuja na hoja kwamba lakini haiko hivyo. Mkisoma ile ripoti mtacheka kweli kweli. Lakini ni matokeo ya nini? Ni mtu kupewa mamlaka akayachanganya na kwake, baadaye anaona kama ni ya kwake. Ndio maana yale maneno si ya bahati mbaya aliyosema bwana Lukuvi kule kanisani Dodoma. Si bahati, na yanawatosha Zanzibar kujua wenzetu wanataka nini, sio muungano. Na kwa nini wanapigania muungano wa serikali mbili wenzetu? Kwa sababu wanajua kwamba bahati mbaya wewe being protectorate, baadaye maana yake protectorate ni koloni tu, and then utakuwa huna mamlaka ya jambo lolote, na atakuwa na hoja. Nadhani wengine mlimsikia Mheshimiwa Sita alipokuwa akizungumza na diaspora. It's very clear in their mind. Kama kiongozi ulipewa kazi ya kulinda maslahi na ukashika msaafu ukaapa,
kwamba utalinda bila woga. Hivi maneno yale ya Lukuvi, maneno yale ya Sita hayakuamshi kichwa? Unless labda umepata ile maradhi ya biti. Na yako mengine wanasema ya mgunya wa vikokotoni. Naomba mwenyekiti tumie dakika zako kidogo tu. Maana mgunya anasema alikuja hapa na jahazi yake, alipoteremka tu akapata bibi mmoja akamweka ndani. Mashallah, akampa huduma alizompa. Maana kunawa ile akinawisho ule mkono. Imefika wakati wa kuondoka, vijana wamekuja, twende zetu. Anasema mimi sijesha kazi yangu, nyie tangulieni vijana. Wakatangulia, wakaenda, wakarudi mara ya pili. Sasa vijana kuachia kazi peke yao, badala ya kumletea pesa sasa wakawa wanamletea madeni. Sasa alipoletewa madeni akasema sasa bwana, kama kazi ngwashinda, nyie uzeni hiyo jahazi. Jahazi kauzwa. Akaja yumo ndani vikokotoni. Kamaliza wewe, zilipomaliza bibi anaambia mimi bwana, wewe mwanamume gani hata hutoki bwana kwenda akamfukuza. Pesa zishaisha. Sasa siku anatoka akapiga kilio kikubwa mgunya. Vijana akamuuliza, wewe namna gani walilia mwanamke bwana, twende tukakupeleke kwa mwingine, wapo tele hapa? Anasema mimi si lili mtumke, mimi nalilia jahazi yangu bwana, impita mikondo mingi haikuzama, inkuja zama hapa nchi kavu. Sasa na wenzetu nadhani wametiwa ndani. Sijui nadhani si vikokotoni, maana kwa vikokotoni wengezinduka. Nadhani Dodoma wananawisha mikono lakini wajue siku itakapokwisha kisha kuchukuliwa atafukuzwa. Sasa ingekuwa hii jahazi ni yao peke yao, tusingekuwa na tatizo, lakini yetu pamoja. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, suala la uhalali wa Rais wa Muungano kwa upande wa Zanzibar, ibara ya 89(6). Kwa mujibu wa ibara hii nasema kwamba Rais wa Muungano atachaguliwa kwa kupata wingi wa kura. Kwa kupata wingi wa kura. Maana yake nini? Ni kwamba huyu Rais wa Muungano atachaguliwa na upande mmoja, ndio maana yake. Mnaweza mkafika pahala ni kwamba Zanzibar kura 500,000 yeye anazihitaji za nini? Haisemi kwamba lazima apate kura Zanzibar. Hata ile token, sisi tulikuja na wazo hili, na kilichonishangaza sana kwamba ile kamati ya uandishi waliobakia akina Mheshimiwa Mwakiembe, Mheshimiwa Sharozi walisema mbele ya kamati kwamba hili hata sisi tulishaliona, sijui secretariat tu walilifanyaje, lakini imekuja rasimu liko vile vile, imekuja hiyo katiba inapelekea kwamba kwa maana hiyo sasa unaweza ukafika pahala ukaana Rais wa Muungano ambaye hakupata kura yeye wala chama chake, lakini akawa Rais wa Muungano. Sasa athari yake maana nini? Ni kwamba sisi Rais wa Muungano tutazameni mamlaka ikiwemo hiyo kugawa mipaka. Si Rais wa Muungano Zanzibar hatukumkabidhi swala la afya tu, tumemkabidhi wote unaosema ujana dume wetu tumempa yeye. Maana ndio amiri jeshi mkuu, yeye ndio anaamua kufanya kila kitu, kusema kweli. Ndiye anateua mawaziri, ndiye yote yale ya sovereignty imo mikononi mwa Rais wa Muungano. Lakini wewe mshirika ambaye umetoa mambo yako ukampa yeye ayasimamie, maana yake sasa unaambiwa ukimtaka usimtake ndio huyo.
wanasema mume wa mama baba. Hakuna arrangement kama hiyo duniani. Ukitazama, nilikuwa nasema siku yote, nilikuwa nashangaa kwa nini uchaguzi wa Marekani uko vile ulivyo, kwamba kuna zile electoral college, kwamba ukitazama dini ya muungano wa Marekani kuna state makubwa. California population yake nadhani almost 38 million. Ungekuwa California haimo katika muungano wa Marekani, ingekuwa ni nchi yenye uchumi mkubwa wa 8 duniani. Lakini imo kwenye muungano wa Marekani. Ukitizama na state kama Wyoming, ina state kama Maine yenye watu 1,400,000, huwezi kulinganisha na California. Lakini again wamepewa kura maalum ya kuamua rais. Na ndio maana marais unakuta wagombea wale wanahangaika kwenye hivi state vidogo vidogo, kwa sababu wanajua hivi bwana, tukivikera hivi ndio vinaweza vikatukosesha, kwa sababu wana kura ya urais wamepewa. Tumeelewana? Sana. Mimi nilipata bahati, wa Marekani wenyewe walinipa hini ya kwenda kufanya miezi miwili study tour, wanaita International Leadership Program, na kusoma mfumo wao wa kuendesha serikali. Na moja nikauliza hili, ndo kaniambia hili kazi yake ni kuulinda muungano wa Marekani, kwa sababu bila ukinini hivi state nyingine ndo, na ndio maana katiba ya Marekani nasema ni marufuku kuzigawa state zikawa 2 au kuziunganisha state zikawa 1. Haikubaliwi, kwa sababu inataka kuulinda muungano, na inasema inawaguarantee states zile a republican form of government. Huwezi kuja na mfumo wako ajabu ajabu. Sasa sisi rais wa muungano ukimtaka usimtaka, ukimpa kura yeye au chama chake, maana yake ni rais wa muungano. Hana haja anakuja hapa kutusanifu, unaweza ukasema, kwa sababu hahitaji kura za Zanzibar kwa mfumo tulionao. Ndio mfumo uliopo sasa, ndio mfumo ambao katiba inayopendekezwa ajabu inasema kwamba tuendelee nao. Lakini huu nani anahitaji kura 300,000? Zinaweza zikamsaidia labda katika mazingira sasa ya ushindani mkali. Lakini kusema kweli ni hatari. Zanzibar being a constituency, mshirika wa muungano haiwezi kuwa isiwe na sauti katika kuamua yule mtu ambaye inampa mamlaka yake. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani la sita na la karibu ya mwisho, la 5 ni mamlaka ya bunge. Hili jambo la ajabu kupitukia, na hili ndio linalofanya Zanzibar kwenye muungano hii ikawa ni koloni, wala tusiite jambo jingine. Nilikuwa nasema koloni kasorobo, lakini kwa rasimu hii maana ni koloni kamili. Ndio ukweli. Kuna falsafa moja anasema facts are very stubborn. Wewe ukitaka kuzuia huko zitatoka huko, kama vile maji, ukitaka nini huko. Sasa mamlaka ya bunge, ibara 134 ingawa imeandikwa ni mamlaka kwa nini katiba, lakini bunge lina mamlaka gani au ina utaratibu gani wa kupitisha sheria mle bungeni? Sisi tunapeleka wabunge waheshimiwa, mnakwenda bungeni, lakini kusema kweli kwa katiba hili yopo, na hii rasimu ndo kabisa au hii katiba inayopendekezwa inasemaje? Ibara 134 ibara moja ibara ndogo ya kwanza a inasema utaratibu wa kupitishwa miswada kwa sheria ya mambo yasiyo ya muungano kwanza, kwa sheria ya mambo ya muungano yaliyomo katika nyongeza ya kwanza, sheria ya kubadili katiba. Utaratibu utakaotumika ni kwa kupitishwa mswada huo ikiwa utaungwa mkono na wabunge walio wengi. Hasa mambo mawili yanashangaza. Kwanza, sheria ya kubadili katiba, na pili, mambo ya muungano. Kwa bunge mnakwenda kule kusimamia maslahi ya Zanzibar katika mambo ya muungano, au mna interest nyinyi na barabara za Kasulu sijui, na interest yenu
ni maslahi ya Zanzibar ndani ya muungano. Mumle kuenda kuhakikisha kwamba sheria itakayopitishwa ina maslahi ya Zanzibar katika masuala ya muungano. Sasa katiba iliyopo ibara 98, sheria zote za mambo ya muungano zinapitishwa kwa utaratibu wa walio wengi. Kwa hivyo kama inapitishwa sheria ya mambo ya nje, inapitishwa sheria sijui ya mambo ya simu, ya posta, sijui inapitishwa katika yote yanayohusu muungano, hii ni ajabu kubwa kupindukia. Kwamba katika kutunga sheria kwenye sera huku kama tulivyoona, Zanzibar haingii baraza la mawaziri, haina kauli. Kwa hivyo wanaamua kutafuta chakula wao wenyewe, kutengeneza menyu wao, lakini kupika wanaamua wenyewe wanavyotaka kupika wao. Kwamba wabunge wa Zanzibar hawana kauli katika sheria zinazopitishwa bungeni kuhusu mambo ya muungano. Sasa mnakwenda kufanya nini? Mtapiga kelele, lakini mwisho wa siku kwenye kufanya maamuzi inaambiwa ni kwa walio wengi. Ndio ibara 98 ya katiba ya sasa hivi ndio inavyosema. Wenzetu wamekubali kulichukua hicho wakakiingiza kama kilivyo katika nini katika katiba inayopendekezwa. Uvundo umeipa hadhi. Lakini kitu cha kushangaza pia ni kwamba hata mswada wa kubadili katiba nadhani wamefanya makosa. Nadhani haikukusudiwa hivyo. Lakini wanasema hata mswada wa kubadili katiba basi utapitishwa kwa wengi wa kura. Sasa kifungu kinachofuata wamerejea hili la kubadili katiba, inaonesha kwamba kwa hivyo hilo ni kosa liliomo katika rasimu katika katiba inayopendekezwa. Kwamba ikiwa tutasema leo tunaipitisha, maana yake hata kubadili hii katiba itapitishwa kwa wale wengi, ndio inavyosema hivi. Lakini pili, ibara ya 134 B, mambo mengine ni kubadili masharti ya katiba kama nilivyosema, ambalo hii ni marejeo, inaonesha imejirejea yale yaliyoelezwa katika Lakini kubadili masharti ya jambo lilotajwa katika nyongeza ya pili, ambayo ni mambo mawili tu: kubadili masharti ya katiba ya muungano yanahusu mambo ya muungano, na kuongeza au kupunguza jambo la muungano. Utaratibu unaotumika ni kwa theluthi 2 ya wabunge wa kila upande. Hapa lazima tuisome kwa makini. Anasema kubadili masharti ya katiba, sio kubadili mambo ya muungano. Masharti ya katiba yanahusu mambo ya muungano, sio ile sheria ya muungano. Na kubadili, kuongeza au kupunguza mambo ya muungano. Wengine anaweza kusema kwa mujibu wa kifungu hichi, maana yake ukitaka kupitisha hata haijasema hivyo katiba. Na eneo la tatu ni ibara 134. Ibara hii inahusu utaratibu wa kupitisha sheria kwa mambo yanayotajwa katika nyongeza ya tatu, ambayo ni mambo matatu. Kwanza ni muundo wa Jamhuri ya Muungano, ndio serikali mbili. Kuwepo au kutokuwepo Jamhuri ya Muungano, na kubadili ibara 134. Maana yake hapa imetiwa kufuli, ikapigwa welding, sijui ikafanywa na kitu gani. Ajabu kwamba mfumo wa serikali mbili ilikuwa ni temporary arrangement chini ya mapatano ya muungano. Na kama katiba hii msingi wake ni mapatano ya muungano, huwezi ukaufanya huo sasa. Na ndio maana hata kwenye katiba sasa suala la muundo halikuambiwa kwamba ni lazima libakie hivyo hivyo. Lakini leo unakuja kufanya kwamba ni walazima. Sasa muundo huu wa serikali mbili una dhuluma kubwa kwa Zanzibar zilizopindukia. Na hata umeifanya Zanzibar ni koloni la Tanganyika. Lakini mkoloni mwenyewe anasema ukitaka kubadili huo koloni, basi mpaka kwanza na mimi nikubali. Tena kwa kura ya maoni. Ndio ninavyosema kwamba hatari hiyo ndio kubwa zaidi. Ndio maana akasema katika Zanzibar itakavyoangamia, kwamba yeye anasema huu mfumo wa serikali mbili tumeshauona dhuluma zake, tumeshauona athari zake.
Lakini hii katiba inayopendekezwa sasa, ukitaka kuubadilisha huwezi kuubadilisha. Siku ikipitishwa, manake huo utabaki maisha yenu, mnakuwa bonded into servitude, mpaka yule anayewatuma, yule alowatawala aseme jamani, sasa na mimi nimekubali, naona kubadili mfumo huu. Haya ni mambo ya ajabu. Unajiuliza, huyo anaitetea hii hajayaona hayo, hayajui? Na kama kweli analikubali hilo, au ndio BT? Kwa hivyo mbona nasema mfumo wa serikali haya mamlaka ya bunge kama tulivyoyaona, maana yake ikiwa katiba hii itapita, maana yake Zanzibar ndio imekwenda maisha milele, dumu fil alamin. Jambo la 6, naomba niende haraka, ni mambo ya muungano. Huko tunakotoka Zanzibar tulikuwa tunalalamika sana katika maeneo matatu kuhusiana na mambo ya muungano. Kwanza yalikuwa ni mengi. Pili, kukosa ufafanuzi wa mambo ya muungano. Na tatu, mambo ya muungano kuikosesha Zanzibar nyenzo za kiuchumi. Tujiulize, katika hiyo katiba inayopendekezwa inaambiwa Zanzibar tumepata kila kitu. Hayo ndio yalivyo? Mambo ya muungano ukisoma nyongeza ya kwanza yametajwa, mfano kwanza ni mambo 21, ingawa yameandikwa 16. Ukiona wewe unasema mambo ya muungano sasa 16. Lakini ukiyachambua maana yake ni mambo 21. Katika haya lipi lenye ufafanuzi? Elimu ya juu maana yake nini? Ndio yale business as usual. Swala la wingi sijui mimi nitasema mambo 21 umebakishwa nini. Lakini jambo la ajabu ni kwamba, na ambalo limepigiwa kelele katika ripoti zote ninazozijua mimi za serikali, na mimi nasema simjui anayejua hizo kero za muungano, aliwahi kushiriki kuzitatua, manake toka niko kijana mpaka nimezeeka. Miaka 21 nimo katika kamati hii, tume ile kushughulikia kero za muungano, na hakuna lilokuwa, labda zimezidi zaidi. Lakini jambo moja ambalo limekuwa likipigiwa kelele siku zote ni suala la Benki Kuu, ni suala la kodi ya mapato. Waheshimiwa, mimi katika moja specialization yangu ni kodi, ndio nilofundishwa na Uingereza pale University of London. Mambo ya taxation, tena comparative taxation, na project yangu nikafanya comparative taxation katika island economy. Hakuna nchi yoyote ya kisiwa iliyoendelea ikawa haina mamlaka katika kodi ya mapato. Mtu aje aseme moja tu, kwa sababu kodi ya mapato ndio inakufanya uvutie mitaji. Mtu anakuuliza pesa unatoa wapi? Serikali haina visima vya pesa. Pesa za serikali ni ile seigniorage right, ile haki yake ya kutoza kodi, haki zake mbalimbali za kisovereign. Na ndio maana unakuta kwamba mapato ya Caribbean Basin, vile visiwa, ni makubwa mno ukilinganisha na uchumi wake. Ni mapato yameingia kwa sababu ya mfumo wao wa kikodi uliovutia mitaji kutoka nje. Ndio maana unavikuta visiwa kama hivyo Singapore, si kwa sababu eti vina nini rasilimali. Singapore maji wananunua kutoka Malaysia, maji Nobel. Walipotolewa kwenye ule muungano mwaka 65 wa Malaysia waliwatoa kijeuri kabisa, kwamba hawa waache bwana wakafe njaa. Lakini walichotumia nini? Ni mamlaka yao katika masuala ya kodi.
Wakati ilipotokea financial crisis miaka ile ya 90, kuna bwana mmoja alikuwa akimshauri waziri mkuu wa Malaysia, Mahathir. Kaandika kitabu chake ninacho mimi, kinaitwa Notes to the Prime Minister. Alikuwa anamshauri Prime Minister namna gani kushirikiana na Singapore ili Malaysia isije ikaumia katika financial crisis. Yani mkia leo ndio umekuwa kichwa. Watu waliowafukuza katika muungano. Kwa nini? Kwa sababu ya visionary leadership iliyoweza kutumia mamlaka iliyokuwa nayo kuweza kujenga uchumi mpaka sasa Malaysia yenyewe ikawa inaitegemea Singapore isije ikazama katika financial crisis. I have that book, anayetaka yote naweza kumpa akasoma. Sasa leo wewe uchumi wa kisiwa unakwenda halafu unakuja unasema tumepata mafuta. Kusema kweli sijui ite jina gani. Kwa sababu mimi naomba, nilikuwa katika kufanya utafiti nilikuwa natazama hiyo sheria inayosema imeturuhusu tuchimbe mafuta na mapato yatakuwa ya kwetu. Mpaka leo, mpaka Jumatano iliyopita, nauliza naambiwa haijatoka government press Dar es Salaam. Mimi naamini si bahati mbaya. Lakini ukisoma ule mswada wa sheria hizi mbili, kwanza hata kwenye objects and reason, kwenye madhumuni na sababu, hauelezi kwamba nia yake moja ni kuifanya Zanzibar iweze kujiendesha. Halafu hamna chochote kinachoeleza Zanzibar ina mamlaka yapi au labda kama yameingizwa baadaye, na kama yameingizwa ni kwa wenzetu wenyewe walivyotaka. Yamekaaje? Tusubiri sheria tutaiona. Lakini utajisifu vipi kwamba wewe umepewa mafuta? Maana ni sawa sana kwamba mnagombea mwembe, mwenzako akaja akakwambia kwamba bwana sikiliza, disiwe ugomvi, huu mwembe chukua. Ninachotaka mie embe tu zikizaliwa ndo nitachukua mimi. Halafu ukajisifu sana nimepata mwembe. Wewe utakuwa mtu sijui. Mwembe huo unataka kwa kivuli. Hando mambo ambayo tuseme ukweli, haya mambo tusiyafanye siasa. Ni dhambi kubwa kuyafanya siasa mambo ya maslahi ya nchi. Viongozi hawa waliotangulia wa mrengo huo na waliweza kusimamia, wakajua labda ndio ile. Kuna rafiki yangu mmoja anambia labda hiyo hadithi ya Zenengo. Zenengo alipoambiwa yeye kwamba bwana ajifundishe kuni asali, akasema ufundi upo petu. Akasema ufundi upetu. Mpaka yule mzee alipoondoka ndio anahangaika mpaka leo. Uzunguka maua yote, sijui ni huu, sijui ni mti huu. Mwenzake nyuki anatengeneza asali. Sasa labda wenzetu elimu hiyo hawakupewa. Na hawakupewa kwa sababu wasema ufundi upetu. Sasa mimi hili nawaachia nyinyi muweze kunini. Lakini la mwisho naomba nimalizie kwa sababu naona nishachukua muda mwingi. Ni suala la kura maoni kubadili mambo ya muungano, muundo wa muungano. Hili nadhani sina haja ya kulieleza, nimetangulia kulieleza. Kwamba sasa nini inayopendekezwa? Inasema kwamba ukitaka kubadili, siku ikija ikipita hii, maana yake tumekaa kwenye ukoloni wa Tanganyika milele. Mpaka wao wakubali kwa kupitia kura ya maoni. Haya ni mambo ya ajabu. Ukajifunga, ukajizonga, kule Pemba anasema ukajitatawika, halafu ukasimama mbele ya watu ukasema nimepata kila kitu. Alokuwa chancellor wa Ujerumani, Bismarck, Herbert Bismarck, alichukua juhudi kubwa kunegotiate mambo ya Heligoland. Yani namna gani Zanzibar wao watoe witu, wao wapewe kisiwa cha Heligoland. Mwenyewe alikuwa akishaika mitego yake, lakini akajiuzulu Machi mwaka 1890 kabla hajamaliza ile kazi.
nafasi yake ikachukuliwa na Caprivi. Caprivi mwenyewe anasema alikuwa haziwezi wits za Salisbury katika mambo haya, mitego hii. Wakaja waka negotiate. Akasema Heligoland wa Uingereza walikuwa hakioni tena kama is an island of importance kwa kweli. It's not strategic. Lakini wewe na kuwapa Witu ambayo is a very strategic area kwa advancement ya Ujerumani. Lakini yote hayo uenda kuwaruhusu Zanzibar wanaichukua hivi. Maana hata Lord Salisbury wakati anawasilisha mswada ule wa kukubali Heligoland kwenye House of Lords, aliwaambia mambo mengi, lakini aliwahakikishia wabunge wa House of Lords kwamba bwana, katika Afrika ya Mashariki hakuna sehemu inayolingana na Zanzibar. Nimeandika ile maneno yake, inaolingana na Zanzibar kwa muhimu. Kwa hivyo sisi kuitwa Heligoland, jamani, wala msiwe na wasiwasi. Kurasa 7. Sasa hivyo ndio maana wao waliona wameshinda Waingereza katika Heligoland Treaty, wamepata kweli kweli. Basi Bismarck alikasirika kweli kweli, akamwambia Caprivi, wewe mtu wa ajabu sana, yaani umekwenda kunegotiate suruali, umepata kifungo, unafurahi? You went for a trouser, you came back with a button and you are happy? This is silly. Sasa wazimu. Sasa sisi tumeingia katika katiba mpya inayopendekezwa, tukitafuta suti, tumetoka na kifungo cha chawa na bado tunafurahi. Sijui nyinyi ndio mtaamua. Mtu anayefurahi, anaitetea, anayesema kwamba katiba mpya, wakati ni dhahiri kwamba katiba hii inayopendekezwa kama itapita, maana yake ni kwamba Zanzibar imeangamia. Zanzibar imetusha, Zanzibar haipo na haitokuwepo milele, sema kweli. Sasa leo mtu anapokuja akasema kwamba hapa tumepata kila kitu, lazima atakuwa na matatizo zaidi ya ugonjwa ambao mimi naamini haujajulikana wala haujajulikana dawa yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, naomba niwashukuru sana kwa kumsikiliza.